Mambo hayajaanza kugeuka Jumaayo, bado tupo kwenye rhythm yetu ambayo tumeanza nayo tangu mwanzoni mwa msimu huu. Ndio. Tuliweka wazi ya kwamba tunatengeneza kikosi, tukafanya recruitment ya wachezaji wengi wadogo ambao wanahitaji muda kwa ajili ya kuweza kutengeneza kikosi kimoja cha kuweza kupambania malengo yetu. Wakati tupo kwenye huo mchakato wa kutengeneza timu, Mungu jalia kila kitu kikawa kinakwenda vizuri kwenye kila mashindano ambayo tulikuwa tukishiriki, tukawa tunapata matokeo mazuri. Lakini sisi watu ambao tunaelewa sayansi ya mpira, tulielewa tu ya kwamba pamoja na haya ambayo tunayaona kwenye timu yetu, lakini kuna wakati yataanza kushuka kwa sababu bado hatujafikia ile misingi ambayo timu inaweza ikasimama imara na ikapambana katika mazingira yote. Kwa hiyo tukafika kwenye fainali ya kombe la shirikisho. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, kumpongeza mwalimu wetu, Mwalimu Fadlu, pamoja na vijana wetu, na kwenye fainali tukapoteza mbele ya timu bora ya RS Berkane, na hakuna shaka ya aina yote ile, sisi hadi kufika fainali tayari tukawa tumeshafanikiwa kwa 100%. Kwa hiyo tungepata kikombe ingekuwa ni jambo jema, lakini kukosa kikombe mbele ya RS Berkane bado yanakuwa ni mafanikio makubwa kwa upande wetu. Kwa hiyo kwenye upande huu wa kimataifa hatujafeli. Kwenye upande huu wa kimataifa tumefanikiwa kwa 100% kubwa kweli kweli. Baada hapo tukarejea kwenye kombe la CRDB. Kwenye kombe la CRB na kwenyewe mambo yetu yametuendea vizuri kweli kweli, tukaja kuanguka kwenye hatua ya nusu finali. Na sababu pekee ambayo tunaweza kuiweka mbele ya kuanguka kwetu ni ugumu wa ratiba ambayo tumekutana nayo. Laiti kama tungeenda kucheza mchezo ule wa nusu finali, walau tukiwa tumepata siku 4 ya vijana wetu kupumzika na kufanya mazoezi, Singida hana timu ya kutufunga Simba Sports Club. Kwa hiyo ndio sababu ya msingi ambayo imetutoa kwenye CRDB. Kwenye ligi kuu ya NBC bado tunao nafasi kubwa na matumaini makubwa, na uzuri ni kwamba vijana sasa wanapata muda wa kupumzika, mwalimu anapata muda wa kutengeneza mipango yake ya kiufundi kuelekea katika mchezo huo, na baada hapo tunakwenda kucheza mechi yetu tarehe 15 tukiwa na vitu vyote, kwa maana vijana amepumzika vya kutosha, lakini kama haitoshi mwalimu ameshatengeneza mipango yake ya kiufundi kuelekea katika mchezo huo. Na sisi kwetu kombe la CRDB, kombe la NBC kwa maana ligi kuu ndiyo target yetu ya msingi zaidi kuelekea mwishoni mwa msimu huu. Na Ahmed, mnaona kabisa nafasi ipo ya kulichukua baada ya kulikosa kwa muda wa miaka 3? Ya, nafasi ipo kwa sababu tumesaliwa na michezo 3 ambayo tunatakiwa kushinda michezo yote. Na katika hiyo michezo 3 muda upo wa kufanya maandalizi, na kama haitoshi katika hiyo michezo 3, timu zote ambazo zimesalia hapo mbele yetu ni timu ambazo tuna uwezo kabisa wa kupata matokeo ya ushindi mbele yake. Kwa hiyo hilo wala lisikutoe hofu Jumaayo. Lakini hiyo kuna mechi hapo ngumu dhidi ya Yanga ambayo pia mmekuwa mwafungi hapa miaka ya karibuni hapa. Ni ngumu, lakini kwa ubora tuliokuwa nao currently tuna uwezo mkubwa wa kupata matokeo. Ukiangalia trend ya wao na sisi kwa siku za hivi karibuni, unaona kabisa mwanzoni walikuwa wametuacha kwenye eneo la ubora, lakini kwa siku za hivi karibuni sisi na wao tumekuwa tuko sawa kabisa. Na kwa sasa ndio maana tunao uhakika mkubwa ya kwamba tarehe 15, tarehe 22 na mechi ya mwisho tarehe 26, tuna uhakika mechi zote 3 kupata matokeo mazuri. Watoe wasiwasi wana Simba wanaokusikiliza asubuhi ya leo, Ahmed. Ni watoe kwenye maeneo gani? Wasiwasi kwenye maeneo gani? Wasiwasi kwa maana hizo mechi 3 ambazo zimebaki, kwa maana kombe hili la ligi wawe na uhakika kwamba hapa ndipo wataponea baada ya makombe mawili kuponyoka. Bwana, mbona unacheka mzee?
Okay. Hello? Ahmed, nakusikia. Nilikuwa nakuambia. Hello? Yes, unatusikia basi Ahmed, muda wake umekwisha hapa na mtandao hujakaa proper kabisa. Yes, tumepata mambo mazuri. Asante. Juma, unafiki sana. Mimi ni mnafiki? Sasa wasiwasi wa nini? Nafikiri ndio maana hata mwenyewe umepata shida kuelewa. Okay. Ahmed amerudi dakika moja, labda tumalizane. Ahmed. Hello? Hilo swali lako labda pengine nibadilishe swali. Satellite hajalipia. Yes. Ahmed, unanisikia vizuri? Ya, nakusikia sasa. Tumalize, tulikuwa nasema watoe wasiwasi wana Simba kwamba hili kombe moja ambalo limebaki wasiwe na shaka, ili kombe linakwenda Msimbazi. Ya, hilo naweza nikawathibitishia wana Simba, ama nikajicommit, wanasema hivyo wazungu, nikajicommit ya kwamba tunayo matumaini ya 1% kubwa sana kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu kuchukua hili kombe, na ziko sababu 2 ama 3 ambazo natupa sisi matumaini ya kutimiza haya malengo. Kwanza lazima utambue kwamba tunao timu bora sana ya kuweza kupambania hilo, pamoja na kwamba bado timu yetu ipo under construction. Lakini pili, ratiba ambayo imekaa hivi sasa inatupa sisi mianya ya kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huo. Lakini pamoja na kwamba tumekubaliana ya kwamba tunajenga timu, lakini tukasema ya kwamba tujenge timu lakini msimu umalizike walau na taji moja kubwa la heshima. Taji kubwa la heshima either ni kombe la kimataifa au ligi kuu ya NBC. Kwa kombe la kimataifa tumefika hatua ya fainali, ni mafanikio makubwa, na taji ambalo limebakia la heshima ni kombe la NBC, ambalo hiyo zimebaki mechi 3 pekee kuchukua kombe hilo. Basi Ahmed, tunakushukuru sana kwa muda wako na tunawatakia maandalizi mema kwenye mechi hizo 3, ikiwemo mechi ya Yanga ambayo ndio itakuwa mbele yenu hapo tarehe 15. Asante sana.